mpya, japokuwa baadhi ya wanayanga na watu wa sport hawajaweza kumtaja jina. Siwezi kumuuliza jina lake kwa sababu najua hatanijibu. Mambo vipi? Salama kabisa. Kwa kinyonge? Asipo kinyonge, wewe ndio upo kinyonge. Engineer yupo ndani kwa anafanya jambo na kwa mnyonge. Sisi kwa kinyonge. Sisi wa timu ya wananchi tunakuwaje mnyonge? Engineer kajichimbia somewhere, anafanya usajili wa wachezaji. Na tumeona baadhi ya sajili ambazo amekuwa akizifanya zinafanikiwa. Kwani Engineer ni mtu wa namna gani kwenye klabu yenu? Engineer kwenye klabu yetu ni mtu mkubwa, ni mtu ambaye ameifanyia klabu mambo mengi ambayo kwa miaka mingi nyuma tulikuwa tumeyakosa. Kwa hiyo sasa hivi tunapoona yupo nchini, tunajua kuna jambo kubwa linaandaliwa. Kwa hiyo sisi mashabiki na wanachama wa klabu tunamwamini Engineer Hersi, tunaamini kazi yake anayoifanya. Hata kipindi cha usajili tunaamini kuna jambo kubwa la wananchi linakuja. Alifanya usajili wa Alan Okello dirisha dogo na amefanya vizuri baada ya kumsajili. Tarajia pengine anaenda kuleta wachezaji aina gani kuweza kukiboresha kikosi cha Young Africans ili kuweza kufanya vizuri msimu ujao? Anaenda kuleta wachezaji wa aina kubwa kama kawaida yake. Sidhani kama kuna kipindi ambacho amefanya usajili mbovu kaonekana. Kila mchezaji anayemleta ni mzuri. Kwa hiyo tunategemea alete wachezaji wazuri, wa perform kwenye timu, wafanye vizuri kwenye michuano ya kimataifa na ligi kuu kwa ujumla. Anatajwa Star Boy, Chugia Boy kutoka A-Town pale. Mchezaji wa Fountain Gate kwamba amesha sign Jangwani. Kwako binafsi mchezaji wa namna gani? Sasa huyo watu wanasema bado ni tetesi. Sisi wenyewe bado hatuna uhakika kama ni mchezaji kweli wa Young Africa. Unaweza kusema tunamuongelea hapa, tumpe sifa zake na ukute sio mchezaji wetu kwa sasa hivi. Kwa bado ni tetesi. Akiwa tayari kwa mfano mchezaji wa Young Africa, sisi mashabiki tutamuongelea. Alisikia jana alikao akizungumza kwamba usajili wa msimu hautakuwa na attention. Umelala umeamka unakunywa zako chai, umeachia chuma. Mmeipokeaje? Sasa mimi ndio nimependa namna ya mfumo ambao wameamua kuweka sasa hivi. Usajili usiwe na mbwembwe nyingi, sijui saa 9 usiku, sijui saa 8 usiku. Sasa hivi tumevuka hizo level sisi. Hatufanyi tena hayo mambo. Sisi tumevuka hizo level. Za kuambia tusubiri saa 9 usiku. Leo msilale. Sijui saa 10 nani anatambulishwa, sisi tumeshavuka hizo level. Sasa hivyo ukiamka asubuhi unakuta deal done. Kocha. Ukiamka asubuhi unakuta kocha Yanga is official. Deal done. Ukiamka asubuhi unakuta Engineer Hersi kashafanya mambo yake kimataifa huko, utakuta tu deal done. Masuala sijui ya tetesi, masuala sijui ya nani. Hadi muachie Ansi Raphael na Juma Hayo. Muachie nani? Ansi Raphael na Juma Hayo tumwachie tetesi. Wao ndio walete tetesi zao. Yanga sijui anamtaka nani, Yanga anamhitaji nani. Ila sisi tunasubiria tu page za klabu ambazo zitatuleta taarifa rasmi kwamba mchezaji tayari tumeshamalizana naye na wamemtangaza rasmi. Wakati nyinyi mkiziruka tetesi ambazo tunazizungumza sisi hamtaki kuzidhibitisha. Kwa mchezaji anazungumzwa amesaini kwa wapinzani wenu ama watani wenu Simba, winga kutoka pale South Africa. Kwenye taarifa ambayo nimeipata mimi nilipoisoma, ile mwandishi wa South anaeleza kwamba Young Africans pia alituma ofa pale, Simba ameweza kuwapiku kumchukua mchezaji yule. Inaonekana kwamba mnakotia mguu Simba. Sidhani kama kuna mchezaji ambaye anaweza kaikataa ofa ya Young Africa kwa kubali ofa ya Simba. Kwa hiyo mtu analeta taarifa za hivyo, yeye ameamua kuleta uongo. Kwa hiyo hakuna mchezaji ambaye ana uwezo wa kuikataa ofa ya Young Africa inapokuja mezani, au hakuna mchezaji ambaye ana uwezo wa kukataa kukutana na Engineer Hersi afu ashinde kusaini katika klabu ya Yanga. Yaani ukikutana na Engineer Hersi, kwa nini washinde kuikataa ofa? Sababu Yanga ni klabu kubwa, klabu yenye historia kubwa kuanzia hapa nchini na kimataifa zaidi. Wenyewe wamejipanga tarehe 13, tarehe 12 kwenye ngao ya jamii. Wakichukua tu wamesema ruti Jangwani, kuchimba dawa Jangwani tena. Sisi tunawasubiri. Sasa hivi hatuna maneno mengi. Sasa hivi tunawasubiri. Sasa hivi muda wa maneno tumeshamaliza. Umeona? Alafu sisi tukwambie tuko. Sisi haya makombe unayoyaona hapa ndani, sisi tumeshamalizana nayo. Hatuna mpinzani kwenye makombe hapa ndani. Sisi sasa hivi tuna focus na kimataifa. Na kwa kimataifa sisi sasa hivi tuna focus na wenzetu ambao ni Al Ahly, umeona? Kina Mamelodi, umeona? Kina Pyramid. Hao ndio wenzetu ambao tuna focus nao. Hasa wao wanga wa jamii hao, sijui wanawazalili, hatuwezi kuwaza sababu tumeshawachakaza sana na tutaendelea kuwachakaza. Yaani tumewachakaza sana na tutaendelea kuwachakaza. Kwa hawezi kutusumbua. Leo kwanza asubuhi nipo Jangwani hapa nikasema asubuhi aliniambia engineer anaanza ujenzi wa uwanja kesho yake. Nimeenda pale uwanjani kutazama, nimekuta vifusi vingi sana. Kuna nini pale? Vifusi mtaviona sana vifusi. Yaani hivi vifusi nyinyi mtaviona muumie kwanza. Ila sisi tunaendelea kwa ujenzi wetu. Nyinyi vifusi ndio vinawachanganya.
ila ndio ujenzi wetu unavyoendelea hivyo kwenye hivyo vifusi mnavyoviona. Sawa, okay, tulivyoviona ni vifusi, sio uwanja, sio ujenzi. Sasa kwani ukiambia ujenzi nini? Wewe shida yako unataka uone matofali. Ila ujenzi, yani kuona hivyo vifusi vyenyewe ni ujenzi tayari umeshaanza. Yaani hivyo vifusi unavyoviona ni ujenzi tayari. Wewe unataka uone matofali yamemwagwa. Unataka uone wanaotesha ukoka ndio uone ni uwanja unatengenezwa. Uwanja utauona. Ndio engineer alikwambia ubingwa ujao tukuchukua wa 6 mfululizo. Umeona? Klabu ya Yanga siku ya parade tena tutakuwepo hapa Jangwani. Tutakuwa tuko sehemu nyingine tena. Kutokana na hapa tutakuwa tupo kwenye process zetu za uwanja ambao unakaribia na kwenye finishing. Kwa maana hiyo Young Africans tunaenda kukamilisha uwanja wenu. Lazima tukamilishe sababu viongozi wetu ni watu ambao tunawaamini 100%. Kwa hiyo lazima watimize ahadi zao walizotuahidi. Unadhani uongozi wako unafanikiwa wapi hasa mpaka unaweza kushinda makombe mfululizo kama hivi na kuleta wachezaji wenye quality na kufanya mambo mengine makubwa kwenye klabu yako? Mimi nadhani viongozi nidhamu kubwa ambao wanaonyeshana wao kwa wao huko juu, wanaheshimiana, wanafanya vitu kwa kushirikiana. Ushirikiano wao ni mzuri, ndio maana unaona mafanikio yamekuwa mengi. Kwa hiyo viongozi wakikosa ushirikiano huwezi kuona mafanikio. Kwa hiyo viongozi wa Yanga wana ushirikiano tofauti na wenzetu hao. Wenzetu hawana ushirikiano, ndio maana unaona kasukumwa huyu, kasukumwa Mangungu, kasukumwa Trey Ageni, kasukumwa Magori nani. Ila kwa tukija Arafat yupo na Harris, yupo na GSM. Alikamo yupo na kina Aliwata, yupo na kina Priva. Unaona kabisa hii klabu ya hawa watu wanamuelekeo tofauti na wengine. Kwa hiyo klabu yetu watu wanafanya mambo kwa kushirikiana. Kwa maana unaona mambo yao yanaenda sawa. Nimesikia mtu anasema kwamba Young Africans ya msimu huu iliyobeba ubingwa ni Young Africans moja iliyokuwa imeshuka sana, utamjiboje? Sasa huyu anasema Young Africans imeshuka kiwango msimu huu uliopita. Nataka tu aniambie imeshuka wapi au vigezo vifuatavyo. Kama misimu minne mfululizo mlichukua ubingwa wa CRDB, NBC, Muungano, Mapinduzi yote mlikuwa na, ila msimu huu mmeambulia bingwa makombe mawili tu. Makombe mawili? Yapi na yapi? Mapinduzi na NBC. Mapinduzi na NBC ndio makombe mliochukua msimu ule. Ngao ya Jamii umelitoa hapo. Ile sio kombe. Sasa wao labda wao wanaweza kuona timu yetu imeshuka kiwango, lakini ndio ambia tunadai mpira ni takwimu. Unaona, ukija kwenye takwimu, hata kwenye ubingwa Yanga Afrika waliochukua ligi kuu, ukija kwenye magoli, nani anayeongoza? Yanga Afrika. Nani aliyomaliza kwa pointi nyingi? Yanga Afrika. Nani aliyoruhusu magoli machache? Yanga Afrika. Nani ambaye alikuwa na beaten ya muda mrefu? Yanga Afrika. Huyo ambaye sasa wanaona labda anamkaribia au anamsogelea, yeye yuko wapi? Kwa hiyo ukiniambia Yanga ameshuka kiwango, nataka utuonyeshe huyo bora zaidi yupo wapi au kiwango chake kipo wapi. Kwa hiyo ukiwa bora lazima utuzidi. Sasa tunakuwa kiwango kimeshuka, alafu ndio tunaamka tena kuwa machampioni. Sasa ubora wenu ni upi? Ukitazama kikosi cha Simba kwa sasa, wewe unakichukuliaje kwa ubora waliokuwa nao na wanaenda kukiboresha kikosi chao? Pengine msimu ujao utakuwa mgumu zaidi kwenu dhidi ya Simba. Siwezi kusema msimu ujao utakuwa msimu mgumu zaidi ya Simba, kwa sababu wao wanatengeneza timu na sisi wenyewe tunatengeneza timu. Na sisi hatutengenezi, sisi tunaboresha baadhi ya sehemu. Wao ndio wanatengeneza timu. Wao wamekosa ubingwa mara 5 mfululizo, kwa hiyo lazima waitengeneze timu. Lakini sisi tunafanya maboresho kidogo tu kwenye klabu yetu, sehemu chache sana za Yanga. Kwa hiyo wao nadhani wanatakiwa watumie akili nyingi na nguvu kubwa sana kwenye usajili, ila sisi tuna baadhi ya marekebisho machache sana. Ndio maana sisi unaona kwenye hili licha la usajili hatuna miemko kama wao, miemko ilivyojaa kichwani mwao. Kwa hiyo sisi hatuna, yaani timu yetu sio vizuri, na msimu ujao na wakati tunaenda kulitetea taji letu tena. Mashabiki ananiambia ana elfu 20 yako ukimtajia jina la kocha yangu. Sasa mpaka niingie kwenye kozi weki. Kwa nini? Yule kocha wa kimataifa sasa, kama hujaingia darasani bado siku kadhaa hapa za nyuma huwezi kulijua lile kocha. Anasema mpaka ukiwa darasani mpaka umalize ile elimu atakuwa shati. Sio kweli. Wewe yule kocha anaenda kutuletea klabu bingwa sasa. Na inakuwaje mwana Yanga hujui jina la kocha?